Pia kwa sababu wanategemea kanisani kwamba wakija sisi tunasema tumekusamehe, safari hii tutaanza kuvunja miguu. Hapana, wasiibe tena. Ni vizuri waendelee kufanya shughuli ambazo zinaweza zikawaletea kipato kuliko kutuhangaisha namna hii. Kanisa Kwa majina naitwa Paulo Mwampamba, ni mzee wa kanisa la EAGT Uyole liko mkoa wa Mbeya. Namshukuru Mungu kwamba tulikuwa tumeibiwa vyombo pale kanisani, lakini kwa neema, kwa namna ambavyo jeshi la polisi wamehangaika kuvitafuta, vimeweza kupatikana. Hivyo vyombo viliibiwa tarehe 27, lakini tuliripoti pale kituo cha polisi Uyole tarehe 28. Tunashukuru Mungu kwamba kufikia siku ya jana ambayo ilikuwa tarehe 4 vimepatikana baadhi ya vyombo. Tunamshukuru Mungu kwa hivyo, kwa sababu mpaka sasa kanisa tulikuwa kwenye wakati mgumu sana, maana tulirudi kuanza kupiga tena dumu la plastiki kanisani, swala ambalo likawa limeleta shida sana kwa upande wa kanisa na yalikuwa ni majonzi kwa kweli. Kwa niaba ya kanisa tushukuru sana jeshi la polisi maeneo yote kwa kufanya kazi kubwa namna hii mpaka vyombo vikapatikana. Lakini tunaamini pia kwamba hata vile ambavyo bado havijapatikana vitaendelea kupatikana. Kiukweli siwezi kuwa na maneno mengi sana zaidi ya kushukuru kwamba asante kwa Mungu, pia asante kwa jeshi la polisi kwa kazi kubwa mlioifanya. Lakini pia ni vizuri hao ambao walihusika kuiba pale kanisani wasiendelee kuiba na maeneo mengine, kwa sababu uizi sio mzuri. Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 28, nasema mwibaji na asiibe tena, bali atende kazi iliyo nzuri ili aweze kumpatia na muhitaji. Kwa hiyo ni vizuri waache kuiba, kwa sababu swala la kuiba sio swala zuri. Hakuna jamii ambayo inaweza kumpenda mtu mwizi. Wakati mwingine wanaweza wakawa wanakuja makanisani kuiba, kwamba kwa sababu watu wa makanisani hawapigi na hawafanyi chochote, sisi tutaambizana sasa hizi tutaanza kuvunja miguu pia, kwa sababu wanategemea kanisani kwamba wakija sisi tunasema tumekusamehe, safari hii tutaanza kuvunja miguu. Hapana, wasiibe tena. Ni vizuri waendelee kufanya shughuli ambazo zinaweza zikawaletea kipato kuliko kutuhangaisha namna hii. Kanisa limekuwa kwenye wakati mgumu. Hizi hela zinachangwa paka na wabibi, wengine wanatembelea fimbo. Sasa mtu anakuja kuiba, alafu wameiba paka kitambaa ambacho mchungaji anakalia madhabahuni, tunatandika kwenye sofa, wametembea nacho. Kwao ni watu ambao hawana huruma. Sasa hao amini na sisi tusiwe na huruma nao sana pia. Lakini sana namshukuru Mungu na kulishukuru jeshi la polisi kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya, na ninaamini kwamba wataendelea kufanya na kwingine vitapatikana. Kama hivi vimepatikana na sehemu zingine, basi ninaamini kwamba vitapatikana.